Na hii ni habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10 kilicho bora. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Karibu. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema serikali itaendelea kutunza hifadhi za misitu ya mikoko ambayo ni muhimu kwa taifa, kwani imekuwa ikisaidia kufyonza gesi ya hewa ukaa. Daktari Kijaji anatoa kauli hiyo mkoani hapa mara baada ya kuongoza zoezi la upandaji miti 1020 pembezoni mwa bahari ya Hindi katika wilaya ya Lindi, ikiwa ni sehemu ya kuelekea katika maadhimisho ya siku ya misitu duniani na kampeni ya upandaji miti kitaifa. Mikoko ni miti muhimu sana, inaweza kufyonza kwa kiwango kikubwa gesi ile ya hewa ukaa ambayo inatupelekea kuharibu hali ya mazingira na kutuletea mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika jukwaa la majadiliano biashara kwa biashara, ikiwa ni sehemu ya kuelekea katika maadhimisho hayo, anawataka wananchi wa mkoa wa Lindi kuendelea kutunza misitu ya mikoko. Mkoa wa Lindi ndio mkoa ambao una eneo kubwa la bahari kuliko mikoa yote ambayo inapakana na bahari. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuhifadhi bahari, lakini tuna kazi kubwa ya kuhifadhi maeneo ya misitu. Utafiti ambao tunaufanya, ambao tulichukua baadhi ya miti inayopatikana Lindi kwa ajili ya kwenda kufanya tafiti mbalimbali, kuangalia ubora wake, kuangalia sifa zake, je, zinaweza zikafaa katika utengenezaji wa samani na matumizi mengine ambayo tunahitaji katika nchi yetu. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewahakikishia wananchi kuwa limejipanga kikamilifu kuhakikisha wanasherehekea kwa amani na utulivu sikukuu ya Idi. Akizungumza wakati wa iftari iliyoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita iliyofanyika wilayani Mbogwe, kamanda wa polisi mkoa wa Geita amesema hatua zote muhimu za kiusalama zimechukuliwa, huku mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akisisitiza dua na sala ziendelee hata baada ya mfungo kumalizika. Watu wasiwe na wasiwasi, sikukuu itapita kwa usalama na amani. Tuna doria za magari, tuna doria za miguu, tuna mpango kazi maeneo yote ya mikusanyiko ya watu. Na tuendelee kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na nataka tuwahakikishieni wana Mbogwe yale yote yaliyoahidiwa serikali ya Dr. Samia itatekeleza. Endeleeni kutuhubiri tuheshimu amani, tuitunze amani na tupendane sisi kwa sisi. Shehe wa mkoa wa Geita Alhaji Yusuf Kabaju amesema dini hiyo itaendelea kuliombea taifa na viongozi wake, huku mkuu wa wilaya Mbogwe Sakina Mohamedi akipongeza hatua hiyo. Tunaendelea kuombea viongozi wetu ambao mmesimama kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa na utulivu. Kwa hiyo mkuu, kwa kuzingatia muda, mimi niseme wote karibuni sana na Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Mgeni rasmi katika iftari hiyo, naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia afya Dr. Jafari Sefu amewahakikishia wakazi wa Geita kuwa serikali itaendelea kutekeleza ahadi zake, hususan upatikanaji wa bima za afya kwa wote. Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia zaidi ya bilioni 200, lakini awamu ya kwanza tumeanza na bilioni 48.8. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo Husna Sekiboko amekitaka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS kwa kushirikiana na wizara kuongeza kasi ya kuitangaza kampasi ya Mloganzila kutokana na uwekezaji mkubwa unaofanyika. Sekiboko ametoa rai hiyo wakati wa ziara ya kamati hiyo kwenye mradi wa ujenzi katika kampasi ya Mloganzila. Kwa upande wake, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameelezea mradi wa ujenzi katika kampasi ya Mloganzila. Amesema kazi iliyofanyika ni kubwa na nchi inakwenda kuzalisha wataalamu wabobezi katika maeneo mbalimbali ya tiba. Miradi yote ambayo tumeitembelea iko juu, iko mbali zaidi katika hatua za utekelezaji ukilinganisha na ratiba iliyoko kwenye mkataba. Maeneo mengi tumeona ujenzi uko mbele kwa asilimia zaidi ya 10 kuliko ule mkataba unavyosema. Mkataba unasema ujenzi unatakiwa, tunavyozungumza sasa, labda uwe kwenye asilimia 60, 65, lakini tunakuta wenzetu wameshakwenda asilimia 70 mpaka 80. Kwa hili ni jambo ambalo kwa kweli Chuo Kikuu cha Udaktari hapa Muhimbili wanapaswa kupigiwa mfano, na kwa kweli tumewaomba wenzetu
watupe mbinu walizotumia ili tunapokutana na wengine ambao miradi yao iko nyuma tuweze tuwashauri namna ya kupiga hatua katika miradi yao. Hapa Mloganzila pataibuka mji wa kitaaluma wa utabibu. Itakuwa na academic health center city ambapo kutakuwa na vituo vingi vya umahiri. Jengo hili tulilosimama hapa ni kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki kuhusu masuala ya ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu. Jengo hili limeshakamilika, lakini tayari kuna dola milioni 83 ambazo serikali imeshatenga kwa ajili ya kujenga hospitali itakayounganishwa na jengo hili hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii ni senta nzuri zaidi hapa nchini Afrika Mashariki, na moja kati ya senta nzuri sana Afrika katika masuala ya sayansi na tiba ya moyo na magonjwa ya damu. Maendeleo ya ujenzi wa majengo katika kampasi ya Mloganzila yenye jumla ya ekari 3800 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 77 umefikia 80%, hali iliyoridhisha kamati kwa kasi na ubora wa kazi, ikielezwa kuwa ukikamilika utaongeza udahili, kupunguza uhaba wa madaktari na wataalamu wa afya nchini. Benki ya Tanzania Commercial Bank TCB imezindua kampeni yenye suluhisho la kifedha kwa Watanzania, ikilenga kuwawezesha kutimiza ndoto zao kwa kutambua mafanikio ya mteja ndiyo mafanikio ya taasisi zote za fedha. Kampeni hiyo ya I Had a Dream inalenga kumweka mteja katikati ya huduma zote za benki kwa kumwelewa, kumsikiliza na kumpatia suluhisho sahihi la changamoto zake, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuwawezesha Watanzania kufikia ndoto zao kupitia huduma jumuishi za kifedha. Mkurugenzi wa uendeshaji wa benki hiyo Jema Msuya amesema benki hiyo imejikita katika sekta ya kimkakati kama kilimo, madini na biashara ambazo ni tegemeo na zikiwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwenye kampeni ya Have a Dream ni kampeni ambayo iko centered, is human centered campaign ambayo ina lengo la kuangalia zile dreams za Watanzania. Tunajua kama kila Mtanzania ana dream yake fulani ya mafanikio, whether inaweza kawa ni kubwa ni ndogo. Kwa hiyo katika dream hizo Tanzania Commercial Bank imejiposition kwamba ni benki ambayo inamuelewa Mtanzania katika huduma yake, lakini vile vile ni benki ambayo inaweza kumsaidia yule Mtanzania aweze kukua na kupata mafanikio katika ile huduma. Huko hii kampeni tutapita duka kwa duka, soko kwa soko, biashara zote kwa ajili ya kuona wafanyabiashara. Lengo kuu ni kuwa na mahusiano nao ya kibiashara, kufungua akaunti, lakini kutoa mikopo kwa wajasiriamali. Sababu unapokuwa umemsaidia mjasiriamali tayari umesaidia na uchumi wa nchi, lakini umesaidia ajira ndogo ndogo kwa watu mbalimbali ambao wanategemea hizo biashara kwa ajili ya kuendeleza kipato chao cha kila siku. Tuna mikopo ya individual kwa maana ya kwamba kuna hata wafanyakazi wa mataasisi mbalimbali ama individuals ambao wanakuwa wana mahitaji tofauti tofauti. Mbali na mikopo, tuna huduma pia za bima kwa maana ya bima za mali pamoja na bima za maisha. Wazazi wa wanafunzi wa shule za msingi za kata ya Ilemi, halmashauri ya jiji la Mbeya, wamelalamikia tabia ya wasimamizi wa chakula wanaochangia kwenye shule hizo kutokuwa waaminifu katika matumizi ya chakula hicho, hali inayosababisha baadhi ya wazazi kushindwa kuchangia na watoto kukosa chakula. Malalamiko hayo yametolewa na wazazi mara baada ya kupatiwa elimu ya umuhimu wa chakula shuleni na kudai kuwa usimamizi usioridhisha wa michango ya chakula inayotolewa na wazazi ndiyo chanzo cha baadhi ya wazazi kukata tamaa. Wazazi wanaweza katoa chakula lakini hatui waaminifu na hicho chakula. Vinapita kwenye bajaji hapa tunaona. Lakini maisha sasa hivi yamekuwa ni changamoto kubwa sana. Kipato tunatofautiana. Kuna baadhi ya kaya nyumbani hata mlo mmoja wapati. Maji hamna. Sasa hawa wanaopika chakula katika watoto 200,000 na hao wakafuata maji kule Kolongoni. Akisikiliza kero hizo, diwani wa kata Ilemi Baraka Zambi amelazimika kuchangia gunia 3 za mahindi katika baadhi ya shule za msingi zilizopo kata ya Ilemi kwa ajili ya chakula ili kuongeza utulivu na ufanisi wa kusoma kwa wanafunzi hao. Mimi kama kiongozi wenu kwa siku ya leo nimefurahi sana kwamba tumepata elimu hii. Sasa ni jukumu letu sasa kuanzia nyumbani, lakini kuchangia chakula hapa shuleni. Nyumbani hakikisha watoto wanakula chakula chenye lishe. Madhara makubwa kabisa ya kukosekana kwa lishe
toshelevu kwa mtoto, kwa mwanafunzi, ni kwamba yanaathiri uwezo wake wa kujifunza. Usiokuwa unachanga chakula alafu kumbe kuna mtu anakichepusha chakula, si ndio? Ukimwona mtu yote anafanya hivyo, toa taarifa. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Rorya, Dr. Alfani Haule, amewataka viongozi wa dini kuwa mstari wa mbele kukemea vitendo vya rushwa wanapobaini ukiukwaji kwenye maeneo yao ili kusaidia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Daktari Haule ametoa kauli hiyo katika iftari iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU hapa mkoani Mara. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi, iftari iliyowakutanisha waumini wa dini ya Kiislamu na madhehebu mengine pamoja na taasisi za kiserikali. Na hapa viongozi wa dini wanakumbushwa kuweka kipaumbele katika matumizi ya namba 113 ili kudhibiti vitendo vya rushwa. Ndugu wadau wa TAKUKURU, tuendelee kutumia ile namba yetu ya kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa kwenye maeneo yetu, na namba hiyo ni 113. Tuitumie namba hiyo kutoa taarifa pale tunapoona vitendo vya rushwa kwenye maeneo yetu. Awali akizungumza, kaimu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara Simon Ngoma anawashukuru wadau kwa namna ambavyo wanashirikiana katika mapambano ya rushwa, huku baadhi ya wadau nao wakazungumza katika eneo hili. Kuna unafuu kidogo tukiwa tunapokelewa vizuri, hakuna tena habari ya mtu kukuzungusha nyuma ya nyumba, kwa sababu naonekana wako macho sana. Leo watu wa dini mbalimbali imetusaidia kuwa katika umoja, tushirikiane katika kujenga taifa. Tunashukuru TAKUKURU, wanajitahidi kiasi chao kupambana na rushwa, na hasa wanajitahidi kuangalia fedha za serikali zinazokuja kwa ajili ya miradi. Jina langu ni Musa Makarina, hii ni Channel 10. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Mbagala Kuu, Alfred Liganga, ametoa wito kwa jamii kuendelea na matendo ya huruma kwa makundi yenye uhitaji, huku akisisitiza kuwa misaada isitolewe katika msimu maalum pekee bali uwe sehemu ya maisha ya kila siku. Akizungumza katika hafla ya kutoa misaada mbalimbali pamoja na vyakula kwa ajili ya iftari, Alfred amesema ni muhimu kusaidia wajane, yatima na watu wasiojiweza wakati wote, kwani matendo hayo yana thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na husaidia kujenga jamii yenye mshikamano na upendo. Kitendo cha kuwajali wajane, kitendo cha kuwajali wale yatima, kitendo cha kuwajali wasiojiweza, kitendo cha maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kila wakati anahitaji matendo ya huruma. Na mimi niseme tu matendo haya ya huruma yasiyo kipindi hichi tu cha mfungo wa Ramadhani, yawe maendelevu hata kipindi kingine. Kwa udhaifu waliokuwa nao hawa mama zetu, lakini ule udhaifu wakasema tunauvua, tunauweka pembeni. Mimi napambana, naenda kutafuta kwa ajili wa wadhaifu wenzangu kuweza kuwasaidia. Mwenyezi Mungu awatunze, Mwenyezi Mungu awabariki kwa fikra, kwa mawazo na kwa upambanaji mliokuwa nao. Mwenyezi Mungu amewapa hao, sio kama wametaka, ni jukumu tu, ni hadha tu imewakuta. Kwa hiyo cha kufanya ni kujitoa. Hakuna hela inayotosha na hakuna kitu kinachotosha ila kujitoa na kuwa na moyo tu kuwasaidia hawa watu wa namna hii, kwa sababu kimsaidia mtu mmoja atasaidia na wengine. Toa shukrani nyingi sana kwa aliyetoa huo msaada. Alafu tunashukuru kwa wajane kuafika hiyo sadaka pamoja na watoto yatima. Ombea Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwatendea, na huyu ambaye anataka kutusaidia sisi wajane, Mungu aendelee kumpa neema. Na huko kimataifa, mahakama nchini Marekani imeamuru kufunguliwa kituo cha habari cha Voice of America VOA na kutengua amri ya utawala wa Donald Trump ya kukifunga kituo hicho kwa kuwa ilikuwa kinyume cha sheria, na kuamuru mamia ya wanahabari waliokuwa wanafanya kazi katika kituo hicho kurudi kazini. Jaji wa mahakama ya wilaya Royce Rambat ametoa wiki moja kwa chombo hicho cha kimataifa kuendelea na matangazo. Donald Trump aliamuru kufungwa kwa kituo hicho cha habari VOA kilichoundwa wakati wa vita vya pili vya dunia kukabiliana na propaganda za Wajerumani wa Nazi, wiki chache tu baada ya kurejea ofisini mwaka 2025 kufuatia maafisa wa Trump kukishitumu kuwa na mielekeo ya mrengo wa kushoto. Na sasa tutazame katika habari za michezo kimataifa. Kunani huko?
Karibu tuziangaze habari za michezo. Hatua ya 16 bora ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya imehitimishwa jana kwa kuchezwa michezo 4, huku vilabu 8 vikishuka dimbani na kushuhudia vilabu 4 vikisonga mbele katika hatua ya robo fainali. Mchezo mapema hapo jana ulichezwa majira ya saa 2 na dakika 45 usiku, ukiwakutanisha mabingwa mara 5 FC Barcelona waliposhuka dimbani katika dimba la Spotify Camp Nou kucheza na Newcastle United na kuibuka na ushindi wa magoli 7-2 na hivyo kufuzu kwa jumla ushindi wa magoli 8-3. Michezo mingine mitatu ilipigwa majira ya saa 5 usiku, ambapo katika dimba la Anfield, Liverpool walikuwa na kazi ngumu ya kupindua matokeo dhidi ya Galatasaray na mchezo huo kumalizika kwa ushindi mzito wa magoli 4-0, huku Liverpool wakisonga mbele kwa jumla magoli 4-1. Nao Bayern Munich ya nchini Ujerumani walikuwa dimba lao la nyumbani la Allianz Arena kucheza na Atalanta ya nchini Italia na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 4-1 na hivyo kufuzu kwa jumla magoli 10-2. Tottenham Hotspur walikuwa nyumbani kwao dimba la Tottenham Stadium kucheza na Atletico Madrid ya nchini Hispania na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-2, japo ushindi huo haukutosha kuwaondosha mashindanoni Atletico Madrid ambao wamesonga mbele kwa jumla magoli 7-5. Michezo ya robo fainali inatarajiwa kuanza kuchezwa mnamo Aprili 7, ambapo Real Madrid watacheza na Bayern Munich katika hatua ya robo fainali. Barcelona wao wamepangwa kucheza na Atletico Madrid. Arsenal the Gunners wao wamepangwa kucheza na Sporting Club Lisbon, huku mabingwa watetezi PSG wao watachuana na Liverpool. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo Kimataifa. Asante Juma Mohamed kwa habari za michezo. Mtazamaji, mpaka hapa tumefikia tamati ya habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi itakapofika saa 1 kamili usiku. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, nikutakie mchana ulio mwema.